Askofu Gwajima aliweza kutikisa nchi alipovuta umati mkubwa kama unavyoona kwenye screen yako, magari makubwa pamoja na umati mkubwa ambao waliweza kuhudhuria mkutano wake, na umati mkubwa wa waumini uliweza kufurika katika mkutano wa maombi ulioongozwa na askofu maarufu Gwajima, ambapo maelfu ya wananchi waliweza kukusanyika kusikiliza ujumbe wake kuhusu hali ya taifa na maisha ya wananchi. Tofauti na mikutano mingine ya hadhara, mkusanyiko huo uliweza kuhudhuriwa na waumini pekee bila kuwepo kwa wanasiasa na viongozi wa vyama vya kisiasa. Na waandalizi wa hafla hiyo walieleza kuwa lengo lilikuwa kuzingatia masuala ya kiroho, maadili na mustakabali wa taifa, huku akikashifu Rais Mama Daktari Samia Suluhu kuwa amekuwa akiendesha nchi kwa njia ambayo haistahili, yeye kuifungia makanisa kila mara, akiwahamasisha wananchi kuwa wakati ujao waweze kuchagua serikali lingine. Akizungumza mbele ya umati huo mkubwa, Askofu Gwajima aliweza kukosoa uongozi wa serikali unaoongozwa na Mama Samia Suluhu kwa kile alichodai kuwa kushindwa kushughulikia changamoto zinazowakabili wananchi. Alisema viongozi wanapaswa kusikiliza kilio cha wananchi kuhusu gharama ya maisha, ukosefu wa ajira na huduma muhimu za jamii, na pia aliweza kusisitiza kuwa Mama Samia Suluhu anastahili weze kumwachilia huru mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu, na aweze kuwapa viongozi wote wa upinzani nafasi ya kujieleza, kwa kuwa Tanzania ni nchi inayoongozwa na katiba, na katiba inaruhusu viongozi wote wa upinzani waweze kujieleza bila kutekwa nyara ama kushikwa. Endelea tu kutuandikia maoni yako kuhusiana na hadhira ama umati huo mkubwa ambao umeweza kushuhudia, ambayo Gwajima aliweza kuvuta, na pia magari ya kifahari ambayo yalikuwa barabarani, ambayo ni gumzo kwa sasa kwenye mitandao ya kijamii. Aliweza kusisitiza kuwa viongozi wa umma wanapaswa kuwajibika kuhakikisha rasilimali za taifa zinatumika kwa uwazi kwa manufaa ya wananchi wote, na pia aliwataka viongozi kuonyesha mfano na uadilifu wa uwajibikaji katika utendaji wao wa kazi. Tuandikie tu maoni yako kuhusiana na hili taarifa ambalo linaendelea kusambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii, huku Gwajima akiweza kupata uungwaji mkono kutoka maeneo mbalimbali pamoja na wananchi na wanaharakati na watetezi wa haki za kibinadamu, na kauli zake zimepokelewa kwa shangwe kutoka kwa waumini waliohudhuria, huku wengi wakisema kiongozi au viongozi wa dini wana nafasi muhimu katika kuhimiza uwajibikaji na maadili mema katika jamii. Je, unahisi kwamba askofu huyu Gwajima, je, anaendeleza maadili mema katika jamii au la? Tuandike tu maoni yako, tungependa kusikia kutoka kwako. Na katika ujumbe wake, askofu huyo aliwahimiza wananchi kudumisha amani, umoja na mshikamano licha ya tofauti za kisiasa na kijamii, akiendelea kusema kuwa mabadiliko ya kweli yanaweza kupatikana kupitia mazungumzo, uwajibikaji na ushirikiano kati ya viongozi na wananchi, na kuhimiza kuwa Mama Samia Suluhu anastahili aweze kumwachilia huru Tundu Lissu ili pawe na mazungumzo kati ya chama hizi mbili, chama cha CCM na chama cha Demokrasia na Maendeleo, kwa faida ya wananchi na si kwa faida ya hao viongozi binafsi, bali waweze kuzingatia maslahi ya wananchi wa kawaida. Wengi wakisisitiza kuwa Gwajima ama askofu Gwajima yeye huendeleza maadili mema katika jamii, lakini kuna wale ambao wanampinga wakisema kuwa yeye huongoza masuala ya kisiasa na bali si masuala ya dini kama vile anadhani anaendesha. Je, unahisi kwamba huu mkutano wa hadhara wa Gwajima, je, unahisi kwamba huendeleza maadili mema, ama unahisi kwamba pia
ipo siasa ambayo huendelea katika mkutano wa Gwajima. Haya yanajiri wakati ambapo yeye aliweza kufungiwa kanisa mara kadhaa na serikali ya CCM, huku akisisitiza kuwa serikali ya Mama Samia Suluhu inastahili iweze kuwapa viongozi wa kidini nafasi ya kuendesha mkutano wao wa kidini makanisani. Tuandikie maoni yako hapo chini, na pia usisahau kubonyeza alama ya like na subscribe hapa chini, na asante kwa kufanya hivyo. Hadi wakati mwingine.